Sawa, Fadhaili kwema? Salama sana. Tumekutana Mlandizi. Tumekutana kwenye matukio ya mpira kama kawaida. Kabisa. Watu wa mpira tunakutana kwenye mpira. Kabisa, ndio shughuli zetu hizo. Kuna mjadala unaendelea kwa siku za hivi karibuni, amesikika aliyekuwa msemaji wa Simba Yanga Haji Manara, mtu wa mpira huyu, ni kama anaamini moja kati ya sababu ambazo zilisababisha Yanga pengine kufeli ama Simba kwa namna fulani ni kufukuza makocha kwenye kila baada ya muda na usajili ambao unafanywa mara kwa mara ambao kimsingi hauna tija wa wachezaji wa kigeni. Wewe mtu wa mpira unaweza kusimama kwenye lipi kwenye hili? Naweza nikakupa mfano hai tu. Hamna kocha mimi namkubali katika nchi kama Nabi Nasreddine. Unajua yule wakati anaingia Yanga ndio ile imetoka kuachana kina Sapong. Mpira unapigwa mbele, Sapong ana nguvu, ataumiliki, ghafla tu litakuwa goli. Akaja Nabi akasema haiwezekani. Yanga wote, mashabiki wa Yanga wote zamani wengi walikuwa hawajui mpira. Wanamwambia beki piga mbele bwana. Ukishasema kwenye mpira piga mbele hujui mpira. Mpira hujui lazima uwekwe chini upite kwenye njia zake katika sehemu sahihi. Nabi alipokuja akaifanyisha Yanga ikaweka mpira chini na mashabiki wakalazimishwa kwamba mpira hapa lazima tuweke chini. Watu wa Yanga wakasema kumbe kweli huu ndio mpira. Mpira sasa hivi watu wa Yanga wamewanogea. Hawataki tena mpira wafanyaje? Sababu ya mambo hayo yaleta mapinduzi hayo Nabi. Lakini hebu muangalie huyu Nabi. Wakati anakuja Yanga Nabi walihisi wanamsajilia wachezaji wa kigeni. Viongozi unajua wa timu kubwa hizi wanaona kama sifa kusajili mchezaji kutoka nje ili kulinda uongozi wake. Na watu wetu wengi wajua unasoma mipira kwenye mitandao na kusikiliza redio na kuangalia TV. Wao kwa umle zaidi wanaozungumzia wachezaji kibiashara kwenye timu ili kiongozi apate sifa. Wanazungumziwa sana wachezaji wa nje, si ndio? Nabi akawaaminisha mpira huko hivyo. Kuna mtu akasajiliwa anaitwa Mudasiri. Watu waitegemea Yanga atakuwa acheze. Kaja akacheza. Kuna mtu alisajiliwa Shoaboy. Watu walijua yani atakuwa acheze. Nabi akamfanyisha akacheza, akaanawekwa Aziz Ki nje, anaanza Mudasiri pamoja na Shoaboy. Nabi akawabadilisha watu. Watu wataki Aziz Ki aka nje, mvivu anakaa nje. Finali kule kacheza Shoaboy na Mudasiri. Yanga akashinda kule 1-0. Hivi Yanga inavyotafuta mawinga kinafikani Faridi alifanya vibaya Yanga? Alifanya vibaya Azam, timu ya taifa. Unataka kusema nini Mkongo? Anataka kusema ni usajili unaofanyika Manara yuko sahihi. Usajili wa kubabaika tu, kuleta watu tu wa kigeni hawachezi yani. Ni kweli Manara anavyosema katika wachezaji 10 na basi wasajiliwa hata 6, wapewe hela zote hao watu 6 za watu 13 hao, si ndio? Yuko sahihi ili upate mchezaji aliyokuwa bora kuliko unamleta mchezaji atuone hao wachezaji kucheza. Kila siku ndio wale kina Pakome tu. Mwisho wake atarudia Aziz Ki sio siku nyingi. Ndio wale tu. Kama alivyorudi Chama. Kama alivyorudi Chama yani. Si unanielewa yani? Kwa hiyo sasa hiyo nayo inaharibu sana mpira yani. Tunaua Watanzania yani, tunatafuta sana sifa kwenye uongozi yani. Mwisho wake sasa tunaua mpira wetu wa nchi kuzingatia sisi tunacheza AFCON. Tutaka tuwape kipaumbele wa Tanzania. Kwani wale waliocheza kule yani wakaingia 16 bora. Wale ni raia wa kigeni. Na sisi hao wa Tanzania si ndio tumeingia finali kule, Yanga imeingia finali tukashinda 1-0 ugenini. Waarabu wamenyamaza. Yanga anatandaza mpira wa hatari. Yanga anatandaza mpira South Africa pale na Mamelodi. Watu wote South Africa wamenyamaza, goli linaingia lile hata refa kwenda kwenye VAR attack. Kulikuwa kuna sababu gani wewe engineer unabadilisha timu? Unatafuta sifa gani sasa? Yanga mshaga sasa baada iende mbele, Yanga alikuwa anamtisha hadi Mamelodi sasa inarudi nyuma. Lakini vizazi na mpira si umri. Kuna muda labda unahitaji kulisha. Umri wa vipi? Ani Shoaboy ana miaka 37 mkubwa afu Chama ana miaka 38 mdogo. Shoaboy ana miaka 37 mkubwa, Aucho ana miaka 40 na mdogo. Tatizo ni nini? Mpanzo na udogo gani? Mimi niko siku nyingi kwenye mpira, huwezi kuniongopea kuhusu mambo ya umri. Sisi wenyewe tunajua ya mambo ya umri yanavyofanyika kwenye mpira duniani. Sio Tanzania. Duniani. Watu wenzetu wa mataifa ya huko ndo wanaongoza kwa kushusha, mtu anashusha hadi miaka 10. Anashusha chini hadi miaka 10 na yani. Sasa unaangalia uwezo wa mtu kama Chama alivyorudi Simba kaangaliwa uwezo wake, au Aucho alivyoenda Singida, aangaliwi umri anaangaliwa uwezo wake, au tunaangalia huyu Shoaboy.